kama tunavyoweza kuona uwezo mkubwa. Ninashukuru kwa sababu ninaona serikali ya Chama cha Mapinduzi inavyofanya kazi na inavyowajali wananchi wake. Masasi tumekuwa tukipata matukio ya moto, lakini vifaa vya kuzima moto vya kisasa kama hivi tulikuwa hatuna. Kwa hiyo leo ninajua itakuwa ni faraja kubwa sana kwa wana Masasi kupokea vifaa hivi. Hatuombei matukio yatokee, lakini pale dharura itakapotokea, tuna uhakika wa kwamba jeshi letu la zimamoto wakipata taarifa mapema, tunaweza tukadhibiti maafa yasiwe makubwa sana. Asanteni sana. Naomba nitoe salamu kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana kwa kutukumbuka wana Masasi kutuletea vifaa hivi. Tunamkaribisha Masasi, lakini tunaomba kila atakachoona kinatufaa kwa Masasi tuko tayari kukipokea. Kwa niaba ya wananchi wa wilaya ya Masasi, leo tuna kila sababu ya kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya siku 100, alisema ndani ya siku 100 kuna mambo makubwa ambayo atakuwa ameyatekeleza. Yalikuwemo ni kama haya: kuimarisha huduma mbalimbali zinazoweza kusaidia majukumu mbalimbali katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini na sisi sasa wana Masasi, pamoja na mengi ambayo amefanya, na hili pia akaona ni muhimu kwetu kulifanya. Na niseme imekuwa ni faraja kwetu, kwa sababu katika wilaya yetu takribani ndani ya mwezi tunapata matukio 3 ya moto, ambao ukijumlisha kwa mwaka, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumekuwa tukipata matukio 36 ya moto. Lakini wakati mwingine na matukio ambayo ya maji, ajali mbalimbali, tulikuwa hatuna vifaa ambavyo vilikuwa havina uwezo mkubwa kama vifaa tulivyo navyo leo. Tulikuwa na gari ya zimamoto yenye uwezo wa lita 1500 na ukilinganisha na ukubwa wa wilaya yetu ilikuwa haikidhi. Mheshimiwa Rais aliliona hilo, akaona iko haja sasa ya kuhakikisha kwamba Masasi inaendelea na inapata vifaa vya huduma mbalimbali kulingana na ukuaji wa wilaya yake. Tulikuwa pia hatuna gari la uokoaji. Matukio ya ajali mbalimbali zimekuwa zikitokea ndani ya wilaya yetu. Tulikuwa hatuna gari la uokoaji, tulikuwa tunatumia magari ya kawaida kwenda kwenye kuokoa. Lakini sasa leo tumepata gari la kisasa kabisa ambalo lina uwezo wa kutoa huduma ya uokoaji, vina vifaa vya msingi ambavyo wataalamu wanaweza wakavitumia katika kusaidia watu. Jeshi la zimamoto sasa limejipanga na liko tayari kufanya shughuli hizo. Ni kweli hatuombei matukio yatokee, lakini tumejipanga. Ni vizuri kuchukua tahadhari, na Mheshimiwa Rais wetu anatazama mbali sana. Ameona badala ya kuja kusikitika baada ya tukio kutokea, ni vizuri kujipanga, na amejipanga. Ameipanga nchi, lakini wakati anaipanga nchi ametukumbuka sisi Masasi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Cha msingi sasa, nendeni mkawaambie wananchi wa wilaya ya Masasi, matukio haya yanapotokea, taarifa za haraka ni vizuri zikatolewa. Ni vizuri kuchukua tahadhari matukio yasitokee, lakini ni vizuri wajue kwamba inapotokea bahati mbaya imetokea, tukio limetokea, basi huduma wataipata wapi. Na inawezekana kabisa kuokoa maisha ya watu walioteketea na moto. Inawezekana kabisa kusaidia watu ambao wamepata ajali hata barabarani, wakawaishwa kufikishwa mahali wanapotakiwa kupata matibabu. Lakini inawezekana kabisa kusaidia watu ambao wamezama kwenye maji na wakapata huduma ya haraka, kwa sababu sasa tuna gari la uokoaji ambalo liko vizuri, lina vifaa vyote vya kisasa ambavyo vinaweza kusaidia matukio haya. Msaidizi wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Yona Patrick Magazi, ambaye ndiye afisa zimamoto na uokoaji wilaya hii ya Masasi. Tupo hapa leo katika hafla fupi ya mapokezi ya magari ya mitambo huu wa kuzima moto pamoja na uokoaji. Tuna furaha kwa kweli, kwa sababu tulikuwa na changamoto. Hapo awali tulikuwa na gari moja tu ambalo lilikuwa na uwezo wa kubeba maji lita 1500,
na yenyewe ilikuwa hali yake ilikuwa ni chakavu sana. Kwa hiyo tulikuwa tukipata changamoto katika kukabili matukio ya moto ambayo ilikuwa yakitokea, lakini sasa hivi tunapokea gari ambayo ni ya kisasa ambayo ina uwezo wa kubeba maji lita 5,000, mara 3 zaidi ya ile gari iliyokuwepo awali, na pia inaweza kubeba dawa ya kuzimia moto kitaalamu inaitwa foam concentrate ambayo ina lita 500. Kwa hiyo hii imekuja kuwa imekuja kutatua changamoto ya muda mrefu ambayo tumekuwa tukipata tulipokuwa na gari la awali ambalo lilikuwa ni la muda mrefu, ni chakavu. Pia hapo awali hatukuwa na gari la uokoaji, tulikuwa tukifanya uokoaji kwa namna ambayo ya kawaida sana, lakini sasa tumepata gari lenye vifaa vingi vya uokoaji kama vile ajali za barabarani na uokoaji mwingine, kuzama kwenye visima na kadhalika. Kwa hiyo ni wasihi tu wananchi tuwe na ushirikiano, watupe taarifa kwa wakati. Mimi nafikiri Masasi bila majanga ya moto inawezekana. Wito kwa wananchi ni waombe tuwe na ushirikiano. Masasi bila majanga ya moto inawezekana tukishirikiana sisi kama taasisi tunayohusika na uzimaji moto na wananchi pia. Tunashirikiana vipi? Tupeane taarifa za matukio ya moto kwa wakati, taarifa kupitia namba yetu ya dharura ya 114 ambayo ni bure. Huhitaji kuwa na vocha wala kiwango chochote cha pesa kwenye simu yako kupiga, inapokelewa bure. Nafurahi sana katika wilaya yetu kupata hivi vifaa, kwa sababu ilikuwa changamoto kubwa pale yanapotokea majanga. Vifaa ambavyo tulikuwa navyo mwanzoni vimekuwa vitoshelezi kuokoa jamii pale yanapotokea majanga. Niko hapa kwenye hafla hii ya uzinduzi wa upokeaji wa gari la zimamoto wilaya Masasi. Tunashukuru sana kwa kutuletea hizi gari, kwa sababu changamoto zimekuwa ni nyingi sana katika wilaya yetu. Hivyo basi tunashukuru kwa kutuletea hivi vifaa special kwa uokoaji wa majanga, ajali na matatizo yote.